Ndugu wa Tanzania mnaonifuatilia kupitia mtandao, karibuni tena tujifunze mada yetu hapa, ambayo mada hii nilishawahi kuifundisha, kwa hiyo siwezi kusema ni mada mpya au kuanza kuitambulisha upya, lakini hapa twende moja kwa moja kwenye maswali. Maswali haya ni muhimu sana kwa mtoto wako hapo nyumbani aweze kujifunza. Hebu tuende kwa pamoja. Hii ni mada ya uwiano, uhusiano wa vitu viwili au zaidi ya viwili. Judith, Ali na Jerome walifanya maswali 300 kwa uwiano wa 3, uwiano wa 2, uwiano wa 5. Je, kila mmoja alifanya maswali mangapi? Kumbe hapa kulikuwa na kwenye mtihani kulikuwa na maswali 300, lakini waliofanya walikuwa wanafunzi 3, Judith, Ali na Jerome. Tunataka kujua kila mmoja alifanya maswali mangapi? Hebu sasa nifuatilie. Tutaandika kwa kifupi hapa kwamba huyu ni Judith, huyu ni Ali na huyu ni Jerome. Sawa? Kwa uwiano wao sasa nikukumbushe. Jina la kwanza linawakilishwa na namba ya kwanza kwenye uwiano. Jina la pili na namba ya pili. Jina la tatu na namba ya tatu. Kwa hiyo huyu ni 3, uwiano wa 2 kwa Ali, uwiano wa 5 kwa Jerome. Sawa? Sasa hapa kwanza, ili tujue kila mmoja alifanya maswali mangapi, kwanza tujumlishe huu uwiano. Ndio ambacho kinazingatiwa hapa. Tujumlishe uwiano kwanza. Tujumlishe uwiano ambao tuchukue 3 tuongeze 2 tuongeze 5 tupate sawasawa na ngapi hapa? 10. Sasa hii 10 itatumika kama asili kwenye kutafuta maswali ya kila mmoja. Hatua ya pili ambayo inatakiwa ifuate, unachukua sasa hii namba 3 ya mwanzoni, tunaanza kutafuta maswali ya Judith. Tunaanza kutafuta maswali ya Judith aliyojibu. Kwamba tutachukua Judith namba 3. Nimesema tena, narudia tena. Hii namba ya mwanzoni inamwakilisha Judith. Namba inayofuata inamwakilisha Ali. Namba inayofuata inamwakilisha nani? Jerome. Usije ukaweka hizi namba tofauti, labda Jerome ukampa namba 3, utakuwa umekosea swali lako. Kwa hiyo tunachukua 3 juu ya 10. Hii 10 tuliyojumlisha inakuwa ni asili. Tunazidisha mara jumla ya maswali yaliyokuwepo ni 300. Sawa sawa. Hapa tukifanya tutapata idadi ya maswali aliyofanya nani? Judith. Kwa hiyo tunaweza kurahisisha kwa 3 kwa 0 na huyu 0. Inabaki 3 mara 30 ambao utapata 90. Kumbe Judith alifanya maswali mangapi? 90. Hebu twende kwa nani? Twende kwa Ali. Njoo tumwangalie Ali. Sawa sawa. Ali namba inamwakilisha ni namba ngapi? Namba 2. Kwa sababu ni mtu wa pili, kwa namba ya pili ndio inayomwakilisha. Chukua 2 chini ya jumla kuu. Hii hapa tulikuwa tumejumlisha ule uwiano. Zidisha na yenyewe mara jumla ya maswali ambao utapata hii hapa na hii hapa inaisha, si ndio? Kwa hiyo inabaki 3 mara 2 mara 30 ambao unapata 60. Unapata 60. Kumbe Ali alifanya maswali mangapi? Maswali 60. Ali alifanya maswali 60. Twende kwa nani? Kwa Jerome. Tumalizie na Jerome. Sawa sawa. Jerome yeye alifanya maswali, tuchukue 5 juu ya 10 tuzidishe mara 300. Jumla ya maswali haya hapa unazidisha mara 300. 0 na 0 naisha, unapata sawa sawa. 5 mara 3 unapata 15. Unakuja unaongezea hii 0 mbele, 150. Kumbe sasa Jerome alifanya maswali 150, Ali alifanya maswali 60, Judith alifanya maswali mangapi? 90. Sasa ili ujue kwamba kweli, je, majibu yangu haya niliyoyapata ni kweli, jumlisha haya maswali ya kila moja tupate jibu 300. Jumla ya maswali, kwa sababu haya ndio maswali ya Judith, maswali ya Ali, maswali ya Jerome. Sasa tujumlishe tuone, tuchukue 150 tuliyoipata, tujumlishe na 60, tuje tujumlishe na 90. Je, tutapata 300 jumla ya maswali yote? Tusipopata 300 manake jawabu letu, ndugu yangu, sio kweli, natakiwa swali lirudiwe upya. Haya. 0 ongeza 0 ongeza 0 unapata 0. Sawa? 5 ongeza 6 11. 11 ongeza 9 20. Tunaandika 0, tunashika 2. 2 ongeza 1 unapata 3. Umeona ndugu mpenzi mtazamaji? Unanifuatilia? Kumbe kila haya maswali haya, majibu tuliyoyapata ni sahihi kabisa. Haya maswali ni kweli alifanya, na haya kweli alifanya, na haya kweli alifanya. Ninachotaka kukusisitiza kwenye haya maswali ya muundo huu, hakikisha ile tarakimu ya mwanzo kwenye uwiano inawakilisha na jina la kwanza kwenye uwiano, namba ya pili na hivyo. Unaona? Usije ukakosea namba ukampa mwingine ambayo haimhusu. Hili ni swali la kwanza. Sijui kama umeelewa. Lakini
na kwenda kutoa mfano mwingine. Nafuta sasa hapa, sawa, sababu ubao wetu ni mdogo kidogo. Nafuta hapa, nadhani hapa tumeshaelewana. Naandika swali lingine, andika mfano mwingine ili tujaribu kwenda sawa, sije ikaonyesha kwamba natoa mfano mmoja basi mwanafunzi anakuwa hajaelewa. Haya, swali lingine linasema, ngoja nilichukue hapa. Swali lingine linasema gawanya 64,000 gawanya shilingi 64,000 kwa Amina Ali na Juma kwa uwiano wa 3 uwiano wa 4. Naanza na 4 alafu uwiano wa 3 uwiano wa 9. Haya, swali letu jamani liko tayari. Sasa acha na lenyewe tulishambulie kidogo. Gawanya shilingi 64,000 kwa Amina, Ali na Juma kwa uwiano wa 4 uwiano wa 3 uwiano wa 9. Sasa twende tufanye hivi. Kwenye njia yetu tumepewa uwiano, sawa? Tumepewa uwiano ambao ni kwanza tuangalie watu tuliopewa kwanza. Tumepewa Amina, sawa? Amina, tukaja tukapewa nani? Ali, sawa? Tukaja tukapewa na Juma. Hawa watu kama nilivyoelekeza kwenye mfano wa kwanza kwamba hapo naangalia hii namba ya kwanza hii inawakilisha na jina la kwanza ambao ni nani huyu? Amina. Namba ya pili inawakilisha na jina la pili ambao ni Ali. Namba ya tatu inawakilisha na jina la tatu ambao ni Juma. Kumbe hata hapa na sisi tutaanza na huyu, itakuwa ni 4 uwiano wa 3 uwiano wa 9 ambao ni Juma. Sawa? Kwa ukishatambua hivi kwamba hizi zinawakilishwa na hawa watu, hizi namba, baada ya hapo hatua ya pili tunajumlisha uwiano. Jumlisha uwiano kwanza ambao ni 4 ongeza 3 ongeza 9 sawa sawa na ngapi? 4 ongeza 3 unapata 7. 7 ongeza 9 unapata 16, si ndio? Unapata sawa sawa na 16. Hii ongeza hii 7. 7 ongeza 9 unapata 16. Ya. Sasa tumeshapata jumla ya uwiano ambao ni ngapi? 16. Hii itatumika kama asili. Tunakwenda kuchukua sasa, tunaanza kumtafuta Amina. Tunaanza na Amina. Sawa? Tujue alipata shilingi ngapi katika hii 64,000 ambao walikuwa wanagawana katika uwiano huu wa 4, uwiano wa 3, uwiano wa 9. Tunaanza hivi. Tunaanza kuchukua 4 juu ya 16 ambayo itatumika kama asili baada ya kujumlisha hizi uwiano wetu. Tutazidisha mara kiasi cha fedha chote ambacho walikuwa wanagawana ambacho ni 60,000 na ngapi? 64,000. Sawa? Sasa hapa tunaweza kurahisisha. Sawa? Tunaweza kurahisisha. Ambao 16 ganya kwa 16 ni 1. 64 ganya kwa 16 4, sawa? Tutachukua hizi 0.3 tutazipandisha hapa. Ya. 16 ganya kwa 16 ni 1. 64 gawanya kwa 16 inaingia mara 4, kwa maana 4 mara 16 ni 64. Baada ya hapo tuzidishe 4 mara 4,000. 4 mara 4 16. Huyu alipata shilingi 16 2 3. 1 2 3. Hizi ni fedha alizozipata nani? Alizozipata Amina. Amina alipata 16,000 katika mgao huu wa 64,000. Yeye alipata 16,000. Sasa tuangalie Ali yeye alipata shilingi ngapi? Ali alipata shilingi ngapi? Unachukua hii tatu unaweka juu ya jumla ile uliyopata ambayo ni 16, unazidisha mara kiasi cha fedha kilichokuwa kinagawiwa ambacho ni 64,000. Vile vile hii na yenyewe tunaenda kurahisisha vile vile kama tulivyofanya, ambayo unakata 16 ganya kwa 16 1. 64
gawanya kwa 16 inaingia mara 4. Hizi 0.3 utazipandisha hapa hivi. Utapata sawa sawa na shilingi 3 mara 4 12. Unachukua hizi 0.3 unaziongezea mbele. Aha. Kumbe Ali alipata 12,000 katika mgao wa 64,000 huu hapa ambapo pesa zilikuwa zinagawiwa. Ali yeye alifaidi kupata 12,000. Usisahau kutenga 1 2 3, kutenga namba 3 1 2 3 hivi. Twende tukamalizie kwa huyu Juma. Tumalizie na Juma. Ni sawa sawa. Juma yeye namba inamwakilisha ni 9. Maana yake tutachukua 9 juu ya 16 ambao ni jumla, tutazidisha mara shilingi 64,000 ambazo zilikuwa zinagawiwa. Sawa sawa na shilingi. Haya, turahisishe tena. 16 gawanya kwa 16 1. 64 gawanya kwa 16 inaingia mara 4. Sifuri tumeacha ngapi? 1 2 3. 1 2 3. Tumepata 4,000. 9 mara 4 36. Tumeacha sifuri ngapi? 1 2 3. 1 2 3. Ya. Kumbe sasa Juma alipata shilingi 36,000 baada ya mgao. Tumeshajua sasa, kwa sababu alisema wagawie, gawanya. Tumeshawagawia tayari hawa katika 64,000 hii, tumezigawanya hizi hela kwa watu watatu. Amina kapata 16,000, Ali kapata 12,000, Juma kapata 36,000. Je, majibu yetu haya ni ya ukweli? Swali unajiuliza. Sasa hapo unataka uende ukasahishe hizo, upeleke daftari kwa mwalimu. Unajiuliza wewe hapo mwanafunzi umekaa kwenye dawati. Jibu ni la ukweli? Hapana, mimi naenda kuhakikisha. Jumlisha hizi fedha zako zote upate jibu 64,000. Sawa? Chukua 16,000. Chukua 16,000. 16,000 jumlisha na 12,000. Jumlisha na 12,000. Njoo jumlisha na 36,000. 36,000. Sawa? Je, tutapata 64,000? Tusipopata 64,000, mpenzi mtazamaji, tunarudia swali letu, manake hatujaenda sawa. Hapa 0. 0 ongeza 0, 0. 0 ongeza 0, 0. Haya. 6 ongeza 2 unapata 8. 8 ongeza 6 unapata 14. Tunaandika 4 na tunaenda na 1. Sasa mimi napenda usiweke pembeni, iweke tu hapa kwamba 1 ongeza 1 2. 2 ongeza 1 3. 3 ongeza 3 6. Yes, very good. Very good. Peleka kasaisha daftari lako, kwa maana ya kwamba tayari una uhakika na hesabu yako ulivyoifanya umeshaipatia, wala hujakosea popote. Penzi mtazamaji, sijui tunaelewana vizuri. Kipindi hiki, fuatilia vipindi vyangu vingi sana, utaweza kuondoka na jambo ambalo umejifunza, na mtoto wako utamfundisha hata wewe mwenye hapo nyumbani. Mimi najua peji yangu mnafuatilia watu wengi, wapo walimu, wapo watumishi mbalimbali wa serikali. Naombeni tuwashirikishe watoto peji hii waweze kujifunza. Asanteni sana kwa kunifuatilia. Mungu awabariki. Kipindi kinachofuata nitatoa mfano mmoja, alafu nitatoa zoezi. Asanteni sana, Mungu awabariki.